Naam, karibuni sana ndugu jamaa na marafiki, ni Baraka One TV na huko nasikiliza kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuko tarehe 2 za mwezi wa 5 2025. Majira ni saa 9 saa za Afrika Kati, ikiwa ni saa 10 majira ya Afrika Mashariki. Ndugu zangu, nilisema kwamba tutagusia hili swala la kina Joseph Kabila, Martin Fayulu, Delice Sanga, Moise Katumbi kuweza kuungana kwa pamoja na hivyo kuweza kufanya declaration moja yenye kwa pande mmoja ukiangalia vizuri ni kama wanakubaliana na Senko pamoja na wazee wa koti pamoja na wazee wa makanzu, na huku wanaonesha kwamba kutokuridhishwa na kitendo cha serikali ya DRC kuweza kutafuta wasuluhisho kutoka nje kama vile Marekani, Doha na sehemu zingine. Kwa pande mmoja wanasema kwamba ni jambo la kutia moyo na la kufariji kuona kwamba watu wa nje wanajaribu kutafuta amani, lakini hile haitoshi. Inatakiwa amani itafutwe na wananchi wa ndani. Sawa? Amani itafutwe na wakongomani wao wenyewe. Kwa maana hiyo wakisisitiza kwamba ni vyema serikali iweze kuwakusanya watoto wa ndani ya nchi ili waweze kuzungumza. Na katika watoto wa ndani ya nchi ambao wanatakiwa wakusanywe pia awepo nani? Awepo Joseph Kabila mtu ambaye yupo na kesi ya uhaini pamoja na usaliti. So hili ni swala kubwa ambalo tutalizungumza, na hii barua ambayo wao wameweza kufanya declaration ya pamoja na kuweza kuitoa inasemekana ni tarehe 30 za mwezi wa 4 ndio alimaliza, na hivyo kuweza kuitoa rasmi na kutaka jamii ya kitaifa kwa maana hiyo kwamba wakongomani pia na jamii ya kimataifa na wao pia waweze kuisikiliza na kuwasikiliza pia kile ambacho wao wanakitaka. Nitakwenda kukusomea baadhi ya vipengele ili tuweze kuelewa kwamba hawa jamaa Ogiste wanataka kitu gani. So hii ni Baraka One TV, na kama jinsi unavyojua, ili kuwa kwanza kupata habari zetu za moto, tafadhali ni kulike pia na kusubscribe Baraka One TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, una like na kufollow page zetu, na hivyo utakuwa mtu wa kwanza kuwa unapata hizi habari za moto kila wakati. Kitu kingine ni kwamba Operation Saidia Muzalendo bado iko inaendelea, na hivyo unahitajika kuweza kuungana na B1 TV ili uendelee kupata kile ambacho kiko kinafanyika. Na hivyo ukiungana na sisi utakuwa miongoni mwa wale ambao tayari wako kuendeleza hii operation ya kuendeleza kuwasaidia ndugu zetu ambao wapo kwenye uwanja wa mapigano. Na jambo jingine pia, tembelea B1 TV channel 2 ili pia ujaribu kukutana na vitu vingine vya tofauti ambavyo viko vinafanyika nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. So big up sana kwa Simwe Baguma Samuel kutoka Czech Republic, Ramake Afrika Kusini, Mohamed Papiro Ajabu kutoka Afrika Kusini, Ejide Kizenga Tembele, Kizabe Ayeba, pia King Sele, the only one king in USA, Shaban Seleman, ukiwa unasikiza Baraka One TV, Biondo Kilamba Mawe, mzee wa state ya Maine, pia Jedone Butoto, Kiza Salum, Mashaka Ayamba, bila kumsahau pia Emmanuel Mwangombe, Elisha kutoka Nairobi, Kenya. Wote hawa ni watu ambao wako karibu sana na Baraka One TV. Sijakusahau wewe ambao uko South Africa. Sababu pia kule kuna watu wengi South Africa ambao wako wanatusikiliza, DRC nzima, US yote, Australia yote, Canada. Ni jambo la heri sana. Sasa ndugu zangu, tufanye hivi ili tuweze kwenda sambamba. Inasemekana kwamba declaration commune de l'opposition, matakwa ya pamoja ya upinzani, ilifika tarehe ngapi tone? Ilikuwa ni tarehe 30 ndio ilifanyika ce 30 avril 2025. Okay, voilà. Katika hii kitu kuna tuanze na kipengele cha kwanza. Wanasema que consciente de la gravité de la crise récurrente qui déchire la République démocratique du Congo et déstabiliser la région des Grands Lacs depuis plusieurs décennies. Donc hii declaration yao inajikita sana kwenye kipengele cha kwanza ni hicho hapo.
kuona jinsi hali inazidi kuwa tete na inazidi kustajabisha na kuichana Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kutokuipa utulivu ukanda mzima wa maziwa makuu kwa miaka kadhaa. Pia saluant l'engagement contractif pour résoudre la dite crise que représentent les initiatives de l'Union africaine, de Doha, de Washington et celles conjointes de la conférence épiscopale du Congo et l'église Christ au Congo. Kwa kuweza kukubali kuelewa pia hali ya jinsi watu wako wanajitolea kwa ajili ya kuweza kumaliza hii shida yenyewe, kwa kuwakilishwa na Umoja wa Afrika, mazungumzo ya Doha, ya Washington, pamoja na yale ambayo yako yanafanywa na wazee wa makoti pamoja na wazee wa makanzu. Pia wanasema kwamba considérant qu'en affirmant l'abandon de la solution militaire et l'engagement en faveur d'une solution diplomatique et négociée par leurs signataires, les déclarations conjointes République démocratique du Congo AFC M23 en date du 23 avril 2025 et la déclaration de principe entre la République démocratique du Congo et le Rwanda en date du 25 avril 2025 représentent une avancée significative, mais qu'elle ne se constitue pas pour autant une base suffisante pour une solution définitive et durable de la crise, vu qu'elle n'abandonne que les aspects intérieurs et militaires au demeurant en défaveur de la RD Congo. Hapa mambo yanaweza kwenda kwa kuona kwamba wameweza kuachana na masuala ya vita na hivyo kujikita kwenye mazungumzo ambayo yanaendelea kwa kuweza kusaini declaration ambayo ilifanyika ile ya serikali ya Kongo pamoja na M23 ya CCLF ya tarehe 23 za mwezi wa 5, na hii pia hizi makubaliano ambayo yamesainiwa pia hapa tarehe 25 za mwezi wa 4, huku inaleta hatua moja, lakini hii haiwezi kusaidia kuleta amani ya kudumu. Hao ndo wapinzani hawa ndo wanasema hivi kwamba hii haiwezi kusaidia kuleta amani ya kudumu kwa sababu haitakuwa na faida yoyote kwa watoto wa DRC, maana inafanyika na watu wa nje, sio kwa watu wa ndani. Convaincu du fait qu'aussi louable et bienvenue qu'elles soient les initiatives des pays amis, des organisations régionales ou internationales, ne peuvent remplacer la recherche par nous Congolais des solutions à nos problèmes. Tunashawishika ndio, na tunakubaliana na tunawakaribisha watu wote ambao wako wanafanya jitihada zozote, marafiki, mashirika, ukanda pamoja na umoja wa kimataifa, lakini vyote hivyo haviwezi kutafuta amani wakati banatuacha sisi watoto wa nchi pembeni. Donc haiwezi kuwa na solution yote hiyo. Wanashuka tena wanasema convaincu par ailleurs que toute solution qui ne prend pas en compte les causes profondes endogènes de la crise que sont la violation internationale de la Constitution, la poursuite de la gabegie financière, la mauvaise gouvernance, la violation systématique des droits humains, la restriction de libertés fondamentales et la consolidation de la dictature par les tenants actuels du pouvoir. De surcroît, il est légitime parce que si de la fraude électorale ainsi que des causes
exogènes telles que la violation des frontières, exploitation illicite des minéraux de la RD Congo ne peut qu'être factice et éphémère. Wanakubali pia na wanaelewa hali jinsi iko inaenda, na ukikamatia kwamba mambo iko inaingia kuwa mabaya zaidi, na pia uvunjifu wa haki za kimataifa, uvunjifu wa haki za kibinadamu, uongozi mbovu wa serikali ambayo iko madarakani kwa sasa hivi, pia kuweza kuwabana watu wasiwe huru, dalili za udikteta zinaonekana, na kuibwa kwa mali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, madini yanapelekwa kiwiziwizi tofauti, na hiyo yote inakuwa haiwezi kusaidia DRC. Rappelant nos déclarations respectives de soutien à l'initiative conjointe de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, et de l'Église du Christ au Congo, ECC, en vue d'une solution durable à la crise par la conclusion d'un pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble. Kwa kukumbusha tu kwamba kilichofanyika kwa kuheshimu kuipa nguvu ule mwendelezo wa wazee wa makoti pamoja na wazee wa makanzu Senko na ECC, ili wao ndo ambao wanaweza kushughulikia haya mambo na kuweza kuleta amani ya kudumu, na ili watu waweze kuishi kwa pamoja. Ina maana kwamba wapinzani wao wanataka Senko na ECC ndo iweze kuunganisha, wakati serikali inaona Senko iko inayumbisha mambo na iko inaenda nyuma ya utaratibu. Mû par une aspiration commune à une RDP de stabilité durable et de démocratie dans notre pays, autant que dans tous les pays de la région du Grand Lac. Notons avec satisfaction la réaffirmation dans la déclaration de principe de Washington et du 24 avril. Wasema kwamba kwa kifupi tu ni kwamba wapinzani wao wanapinga hii yote ambayo serikali kunafanya. Maseselefe, kusaini mikataba na Washington na Kigali, wanasema ile yote iko nafanyika bila kuwashirikisha wao watoto wa ndani. Kwa hiyo wanataka na wao pia waweze kushirikishwa ili waweze kutafuta amani ya kudumu. Kitu moja ambacho mimi hapa tu najiuliza ni kwamba wakati rais alisema kwamba tutafute serikali ya Union National, jamani, wapinzani wote tukae tuzungumze, akafanya consultation. Martin Fayulu akakimbia, akabudia, akasema hataenda. FCC ya bwana Kanambe wakakimbia, Moise Katumbi wakakimbia, Delice Sanga, wote walikimbia kufanya kumunga mzee mkono. Sasa leo serikali inaanza kupigana na njia inaanza kuonekana kwamba amani inaanza kusogea. Wanakuja na declaration yao ya pamoja kutaka waitishwe ili waweze kukaa chini tena waanze kujadili masuala ya usalama upya. Kama huu sio shetani ni nini? Sawa. Hii declaration inatoka tarehe 30 za mwezi wa 4. Na wakati serikali tayari imekwisha kuanza kufuatilia Joseph Kabila Polisi Kanambe kwa makosa ya uhaini pamoja na usaliti tokea tarehe 27 na 6 na 8 na 9 naone za mwezi wa 4. Na hivi jaji mkuu wa serikali amekwisha kuiambia Sena iweze kutoa vizuizi dhidi ya bwana ili aweze kukamatwa. Sasa naye pia anaingia mu declaration kwa kusema wanataka wao wote pia waweze kuingia kwenye meza moja ya mazungumzo na serikali ili waweze kutafuta amani ya kudumu. Amani gani yenye mtatafuta ya kudumu wakati inasemekana kwamba mmoja kati yenu, sio mmoja, Joseph Kabila Moise Katumbi wako wana support M23. Sawa, hawa ndo wako wanaipatia M23 nguvu za kutosha.
na tayari serikali imekwisha kuona ushahidi wa kutosha kwamba Joseph Kabila kweli anahusika na kuwa support M23. Sasa leo wanakuja na hii declaration, wanataka serikali iwafanye kitu gani? Unaona? Kwa hiyo mambo ambayo yanakwenda kubadilika sasa hivi, dalili za vita zinaonekana zinaanza kwenda kuishaisha. Wao ndio wanakuja kuamka nyuma kucha. Kisha kuwa asubuhi. Watu washapiga mswaki, washakunywa chai. Unaona? Wanasubiri tu kutoa vyombo basi. Hivi RDC na Rwanda walipewa 7 jours. Biko na siku 7 tu, siku 7 ya kuweza kufinalize ile mikataba yenye wanasaini wa Washington, na baada ya pale majeshi ya Rwanda yote yanatoka siku 7, ndani ya siku 7. Unaona? Ndugu zangu naambia, ndani ya siku 7 RDF hamtutaiona tena. Watakwenda kuondoka. Unaona? Na hii yote ni kutokana na mikataba ambayo serikali imeweza kusaini. Kuna watu wanasema kwamba serikali inauzisha madini juu ya amani. Of course. Madini ni nini? Minere ni nini? Na amani ni nini? Sisi sasa mtu mwenye na biashara yako. Unauzisha biashara juu upate mambo mengine. Unauzisha biashara upate mambo mengine. No, tunarudia wakati ya exchange. Unatoa mbuzi unapewa kuku. Unatoa mbuzi unapewa bata. Unatoa minere unapewa amani. Na jinsi Marekani imeweza kuvalia njuga ili swala, nafikiri mambo yatakwenda kutulia. So hiyo ndo mambo ambayo tulikuwa tuko nayo kwa saa 9 hii. Nafikiri mengine tukutanane saa 12 kwenye mitazamo mbalimbali ya wananchi ambao wanakuwa wako nayo kulingana na yale yote ambayo tumeweza kuyasikia, ambayo tunayaona, ambayo tunayajua katika maeneo yetu. Hii inakuwa inasaidia sana kuchangia mambo yaweze kwenda mbali zaidi. So mimi ni Rajabu Akili Kabonga, the one and only town DJP, na hii ni Baraka1 TV.